na katika kipindi chote cha mkoa wetu tangu umeanzishwa mpaka sasa mkoa wetu uko salama. Hii ni kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa kushirikiana na vyombo vya serikali kuhakikisha mkoa unakuwa salama. Niwaombe kuendelea kuhakikisha amani, utulivu na usalama vinaendelea kuwepo katika mkoa wetu huu. Niwaombe sana, tusimuonee muhali mtu yoyote, tusimuonee aibu mtu yoyote ambaye tunaona kabisa kwamba ana dalili au ana malengo ya kuvuruga amani na usalama wa mkoa wetu na kuvuruga amani na usalama wa nchi yetu. Tuchukue hatua zinazostahili kwa maana ya kutoa taarifa kwa vyombo vya dola na taasisi mbalimbali za serikali ili tuhakikishe kwamba tunaendelea kuwa salama. Niwaombe sana Wanakatavi wote tushirikiane katika kuhakikisha tunatunza mazingira na hasa kutunza vyanzo vya maji, kutunza misitu tulionayo, kwa sababu tukitunza tutaendelea kupata mvua na tutapata uhakika wa maji ya kunywa pamoja na chakula. Na tusipofanya hivyo, kama hatutatunza, maana yake ni kwamba tunajitengenezea njaa, tunajitengenezea janga, na kwa maana hiyo ustawi wa binadamu na viumbe vingine utatoweka katika kipindi hicho. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie asitufike hayo, lakini na sisi tunao wajibu wa kuchukua hatua stahili za kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda na kutunza mazingira yetu, kutunza misitu yetu na kutoa taarifa endapo tunaona kuna uharibifu wa aina yoyote wa mazingira na misitu yetu. Kwa maana hiyo, niendelee pia kutoa onyo kwa wale ambao wanahamia ndani ya mkoa. Tunakaribisha wageni kwa sababu sheria za Tanzania zinaruhusu, lakini haturuhusu wageni hao kwenda kuvamia katika misitu na maeneo tuliyoyatenga kwa ajili ya kufanya kazi. Ni sana wale wanaojijua kwamba wamekwenda kuishi maeneo ambayo si maeneo halali kwa kuishi, ni misitu au ni vyanzo vya maji au ni maeneo tengefu, ni waombe wahame hali za kisheria mazingira yetu. Ombe Wanakatavi wote tusiuze chakula mpaka tukakosa chakula kwa ajili ya akiba ya familia. Tutunze chakula ili tuendelee kuwa na chakula kwa ajili ya familia zetu na kila kaya, na tusiingie katika janga la njaa. Lakini nimalizie kwa kuwaomba wote kuendelea kuiombea nchi yetu, kuendelea kuombea mkoa wetu. Kama tunavyofahamu, tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Tuendelee kuiombea nchi, lakini tuendelee kuchukua hatua zitakazohakikisha amani, utulivu na usalama unaendelea kuwepo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na vitendo vyovyote ambavyo vinaashiria kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu, kwa sababu hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya hapa ndani ya Tanzania. Tuiombee nchi, tuwaombee viongozi, tuombee uchaguzi mkuu unaokuja, lakini viongozi wetu wa dini tunaomba mtuongoze katika hili na muendelee kutulea kiroho wananchi wote wa mkoa wa Katavi. Tunapokuwa na hofu ya Mungu, basi tutahakikisha kwamba mkoa huu unaendelea kuwa na amani. Lakini kwa upande wa vyombo vya dola na kamati za usalama, nataka niwahakikishie kwamba tuko vizuri, tumejipanga sawa sawa, na kama kuna mtu yoyote ambaye anataka kuvuruga amani ya mkoa huu, hatutamvumilia, tutahakikisha tunakwenda naye sambamba ili kutokuvuruga amani ya mkoa wetu. Baada ya kusema hayo, niwahakikishie kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan iko pamoja na wananchi wote wa mkoa wa Katavi, iko pamoja na madhehebu yote ya dini na dini mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa na amani. Lolote linalopaswa kufanywa na serikali tutalifanya ili kuendelea kuwa na ustawi mzuri wa wananchi wote wa mkoa wa Katavi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niwatakie kila laheri, na naomba niwasalimu tena. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.